Lakini kata ya Kazunzu ina shule 5 na leo hii tunakwenda kukamilisha shule ya 6 ambayo mpaka muda huu tumeshamaliza vyoo vya wanafunzi pamoja na vyoo vya walimu. Hii itakomboa wanafunzi waliokuwa wanatoka nje ya kata ya Kazunzu kwenda kata ya Irenza. Kwa maana kata ya Kazunzu inapakana na kata ya Irenza kwa upande wa kusini. Lakini upande wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 upande wa elimu, tuna ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule mpya ya Kakobe B ambayo kimsingi wengine wanapenda kuita shule ya msingi Kasorogoto, ambayo tumeshaezeka vyumba 3 na ofisi. Lakini kuna maboma 8 ambayo tumemuomba mkurugenzi aweze kusapoti tuhakikishe kwamba maboma yale 8 yaweze kupauliwa na kupewa samani kwa maana ya madawati. Lakini kwa shule mama ambazo zipo, kwa mfano shule ya msingi Kakobe, shule ya msingi Kasarazi, shule ya msingi Liamchere na shule ya msingi Nyambeba pamoja na shule ya msingi Kazunzu, kimsingi tunafanya vizuri sana. Hasa upande wa taaluma hatujawahi kurudi nyuma. Kata ya Kazunzu ni miongoni mwa kata ambazo zinafanya vizuri hasa kwenye mtihani wa kumaliza darasa la 7. Na ndiko inakopatikana shule pekee ambayo inafanya vizuri kwa halmashauri na mkoa, shule ya msingi Kazunzu. Mwaka huu tulioumaliza huu, shule ya msingi Kazunzu ilifaulisha kwa asilimia wastani wa 243 na pointi. Kwa hiyo huu sio ufaulu mdogo. Kwa hiyo unapoona kitu kama hicho, kimsingi unaweza ukaona kweli watu wana mwitikio, lakini vile vile watumishi katika sekta ya elimu wanajituma. Lakini usisahau hata viongozi wa kuchaguliwa, kwa maana viongozi wa vijiji, vitongoji, lakini bila kuwasahau wazazi wenyewe. Mwamko kwa wananchi ni mkubwa. Kwa sababu gani? Mwananchi anataka muone mtoto wake anakamata nafasi ya kwanza na ya pili. Miaka ya nyuma wazazi walikuwa wanaonekana kama elimu si chochote, kwa sababu walikuwa hawajaonja ufaulu mzuri. Na ufaulu mzuri unapotokea, mtoto anapelekwa kwenye shule ambazo ni za kulala na kula hapo hapo, tofauti na zamani walipokuwa na kwenda kupanga kwenye mageto wanavyosema. Sekta ya afya kwa ujumla tumepiga hatua. Kwanza tuna hospitali ya kiwilaya, kitu ambacho kilikuwa hakipo. Isaka sasa hivi na operate vizuri sana, toa huduma nzuri. Na kule tunakoenda tuna matumaini kwamba inaweza ikatoa huduma kubwa kuliko zilizopo sasa. Lakini mbali na hapo tuna vituo vya afya. Kwa mfano, zamani tulikuwa na vituo 3 kwa maana ya Kakobe, Nyehunge yenyewe pamoja na Mwangika. Lakini leo hii kuna vituo vimeongezeka zaidi ya 3. Kuna Meisome, kuna Rushamba, lakini vile vile kuna kituo cha afya ambacho tayari kimesha jengwa kata ya Nyanzenda. Kwa hiyo hivi vyote vinaelekea kwenda kukomboa upande wa sekta ya afya. Lakini tukiachana na hayo, tuna zahanati ambazo mpaka leo hii zingine zimesha pewa kibali cha kufunguliwa. Nikizungumzia kwenye kata yangu ilikuwa inategemea kituo cha afya kimoja tu cha Kakobe. Lakini muda huu tunapozungumza kuna zahanati imekamilika katika kijiji cha Liamchere, mpaka muda huu inatoa huduma. Lakini tumekamilisha zahanati nyingine kwenye kijiji cha Nyambeba, kitongoji cha Kazunzu. Kazunzu ni kisiwa, lakini tumejenga zahanati moja nzuri. Serikali juzi imetupa milioni 45 kwa ajili ya ukamilishaji wa zahanati kijiji cha Nyambeba, yani Nyambeba ya ng'ambo. Lakini tuna mpango sasa kuhakikisha kwamba kijiji kilichosalia cha Kasarazi nao waanze mchaka kwa ajili ya ujenzi wa zahanati. Watanzania upande wa kata yangu, muda ukifika miaka 5 ndio mkataba uliopewa. Sasa chama chenyewe kitatangaza taratibu za kuchukua fomu, na kila yeyote mwanachama wa Chama cha Mapinduzi mwenye nia njema atachukua fomu. Wananchi wanawafahamu na watu wapiga kura wanawaelewa. Hakuna hapa mtu kulalamika. Yaani ni kazi moja tu kujenga chama. Kama ulijipanga vizuri kwa miaka 5, wananchi wanakuona. Lakini sio kulalamika mitaani kwamba fulani amekuja kuchukua nafasi. Hii sio nafasi ya kulisi, sio nafasi ya mtu. Hizi nafasi ni mali ya chama. Washauri wananchi hasa ndani ya chama chetu kuangalia mtu ambaye kidogo ana uwezo wa kusimamia majukumu ya watu, mwenye uwezo wa kushawishi. Unajua uongozi ni karama. Sio kumuona mtu labda mrefu, mnene, labda anazo degree 10, hapana.
hizi nafasi za kuchaguliwa ni karama ya Mwenyezi Mungu. Unaweza ukawa na degree 5 lakini uwezo wa kuongoza ukawa kidogo. Mimi nawaasa sana, tutoke kwenye makundi, tutoke kwenye vurugu. Chama ni mali yetu wote. Hakuna chama cha mtu wala chama kama kampuni ya mtu. Mimi niwaombe sana, na hasa wote tukijipanga. Utaratibu wa chama sasa hivi umekuwa mzuri. Mtajaza fomu watu 10, 15, 20. Lakini mapendekezo yataenda. Baada ya hapo watarudishwa watu 3 kama kanuni ya uteuzi inavyosema. Sasa hawa 3 ndio watakwenda kwenye uwanja wa kupigiwa kura za maoni. Atakayeonekana na sifa zikalingana, yule ndio atateuliwa kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Kuna mtu labda huko pembeni ana sababu zake, aziseme. Sababu urais sio kusema rais ni maendeleo, na maendeleo ndiyo haya. Unaiangalia sasa hivi Chosa, tumepata hapa milioni kama 800. Tunakarabati jengo. Unavyoliona sivyo jinsi ulivyokuja kipindi cha nyuma. Linang'aa, lakini kule tuna ukumbi. Vile vile unafanywa ukarabati, tena ukarabati mkubwa. Sasa unataka kiongozi wa namna gani? Juzi nilikuwa nawaambia kwamba miaka ya nyuma tulikuwa tunapokea milioni 600 upande wa barabara. Leo tunapokea bilioni 2 na sehemu. Ni mapenzi ya namna gani hayo? Kila nchi ukienda unakuta makatapira, magreda ya mirara barabarani, maboza yako barabarani. Ina maana kazi ya ujenzi wa mabarabara inafanyika kila kona ya nchi. Sio kwa Buchosa tu, hata ukienda Sumbawanga, ukienda Geita, ukienda Mbeya, kazi ya ujenzi wa mabarabara inafanyika. Kwa kweli mama ametosha kwenye hii nafasi.